kujiandaa. Tunakuwa tayari kupokea lile ambalo umetuandalia kwa siku ya leo, lile ambalo unaona linafaa kwa ajili ya maisha yetu ya roho, lile ambalo unaona linatufaa kwa safari ya kwenda mbinguni. Mungu wetu, tuko tayari, tuko hapa, tunakuachia uwanja. Simame mwanzo kama vile mwisho. Tunaomba ufungue sikio la tatu, upate kusikiza neno lako sawa sawa na vile unavyotaka wewe. Nenaji kutumia tofauti na vile alivyojiandaa. Tunakushukuru maana utatutumia kwa dakika hizi. Uweze kutukufu kwa jina la Yesu. Amen. Tunawasalimu katika jina la Yesu. Amen. Tutasoma neno la Mungu kwa Injili ya Yesu kama Luka ameandika, sura 7 aya 11 mpaka aya 17. Injili ya Bwana Yesu Kristo. Sura 7 aya yake ya 11 mpaka aya ya 17. Tunaisoma katika jina la Yesu Kristo. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia, usilie. Akakaribia akaligusa jeneza. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, na kuambia, inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Ni neno la Mungu, lishangilie. Amina. Juma hili tutakuwa na neno linasema, kurejeshewa yaliyoliwa na nzige ni kwa huruma za Mungu pekee. Kurejeshewa yaliyoliwa na nzige ni kwa huruma za Mungu pekee. Mungu awabariki. Utasikia kama hii somo uko maneno mawili makubwa. Muko neno kurejeshewa, lakini pia na huruma za Mungu mwenyewe. Maneno haya mawili ndiyo ambayo tutakuwa tukiyagusia kinagaubaga katika wiki hii, ambayo yanaunda somo letu kubwa. Kurejeshewa yaliyoliwa na nzige ni kwa huruma za Mungu pekee. Unasikia kwamba neno hili linataka kutukumbusha neno letu la mwaka. Tunakumbuka kwamba mwaka huu wa 2025 ina somo kubwa katika Yoeli sura 2 mstari ya 23 mpaka mstari ya 27. Hata kama hapo kuna maneno mengi, lakini neno kubwa ni mwaka wa marejesho. Mwaka wa marejesho. Labda unaweza kushangaa kuona mwezi wa kwanza Mungu anatuambia mwaka wa marejesho. Cha kushangaza, tunaenda kufika mwezi wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5, wa 6, na kesho tunaanza wa 7. Kwetu sisi Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu ni mwaka wa uporaji, ni mwaka wa ubakaji, mwaka ambao ndugu zetu wanauawa, mali yananyang'anywa. Na waza, na ni hapo hilo neno linakuwa na nguvu zake zaidi. Sasa niko peke hapa. Ninawaza ni mwaka ambao hilo neno linaweza kuwa na nguvu zake zaidi. Wakati Mungu alitupa hili neno, hatukuelewa kwamba tutaishi maisha haya.
tukaelewa kwamba tutakuwa na vipindi hivi, lakini ninadhani kama Mkristo wa yote ni neno ambalo linakutia moyo, haijalishi ugumu na uzito yetuko tunaendea. Usiogope, inabebwa, inaporwa, inanyanganywa, lakini hatuna oga. Tunaamini Mungu ametuambia mwaka huu ni mwaka wa marejesho. Ataturejeshea yaliyoliwa na nzige, yaliyoliwa na madumadu na panzi na parare. Uipokee kwa jina la Yesu. Sasa nilipendelea sana hii usomi ambayo nimeisoma hapa inipe kueleza namna gani huruma za Mungu zinavyorudishia watu vyao vilivyonyang'anywa. Na nimechagua zaidi sana historia hii fupi ya mwanamke mjane ambaye alikuwa na mtoto mmoja. Mume hayuko tena na mtoto hayuko tena, lakini kwa huruma za Mungu zilimwangalia. Jina la Bwana libarikiwe. Sitaendelea zaidi leo, nitapendelea tuwe na muda ya kuomba. Kesho nianze somo kinagaubaga. Biblia inanionyesha namna gani Yesu Kristo anashika safari kwenda Kapernaum, na huku alikuwa na safari ya mwaliko tofauti na safari ya Naini. Safari ya Kapernaum ni invitation, lakini safari ya Naini ni safari ya huruma. Kapernaum ni mwaliko ambao Yesu Kristo mwenyewe anafanyiwa na huyu akida ambaye alikuwa na mtoto wake ambaye alikuwa hawezi, naye ni wa mtuma wake. Na Yesu anafanya safari hii na wanafunzi wake, na wanamwambia mtuma wangu hawezi, lakini ikupendeze Bwana uje mponi. Na Yesu Kristo anafanya hiyo safari, anatii huo mwaliko, anatii hiyo safari, anaondoka moja kwa moja anaenda Kapernaum. Mimi na wewe nikwambie tu neno moja kwamba Kapernaum anamaliza kufanya kazi, lakini nyuma ya kumaliza kufanya kazi yeye kama omniscient, yeye kama omnipotent, yeye kama omnipresent, yeye kama mwenye kuweza yote na mwenye kujua yote, na anaenea akagundua kwamba yuko mama moja ambaye anaonewa. Dunia ilimnyang'anya mume, ikamwachia mtoto, lakini na haikumhurumia, imembeba na mtoto pia. Ninajua kwamba maneno nitayasema hapa haitamvunja mtu moyo, lakini habari za ujane ni habari za kuumiza sana. Sasa dunia hayo imempeleka huyu mama katika ujane, hana tena mume, na walikuwa wamepata mtoto moja, binti, mtoto moja. Lakini cha kushangaza, dunia haikumhurumia na imembeba na ule mtoto naye pia. Lakini Yesu Kristo ambaye anajaa huruma aliona kama watu walimpenda huyu mama, lakini uwezo yao ilikuwa limite. Sasa ukisoma Biblia itakuonyesha amesindikizwa na watu wengi sana. Hii inaonyesha walisikia mtoto amekufa na wamemkuja kumletea faraja, lakini faraja hasimrejeshi mtoto. Wanakuja kumpa pole, lakini pole haimrudishi mtoto. Presence yao inakuwa pale, lakini presence yao hairudishi mtoto. Wanaleta kama na unga, kama na uji, kama na mchele na maharagwe, lakini haya yote hairejeshi chochote. Mtoto amekufa na amekufa. Niko hapa na watu au niko mimi mwenyewe? Tuko pamoja? Mnasema tuko pamoja? Ndio. Haya. Sana. Ambia aliye pembeni, ni rehema za Mungu ndio zitakurudishia ile yungo unasema. Mwambie haiko haki, ni rehema. Kwa sababu nasema neno yenye haieleweki. Ni rehema. Nadhani hapa kila mtu anasema unirudishie hiki, unirudishie hiki, unirejeshee hiki, unirejeshee hiki. Na hiki nacho kirejee Baba, na hiki nacho kirejee. Hakirejei kwa sababu umeomba sana, hakirejei kwa sababu umefunga sana. Iko sababu inachanganyisha mtu hapa. Kuna mambo mengine hatupati kwa sababu tumeomba, kwa sababu kuomba ni devoir yetu. Niwachanganye niwaambie, lakini si wachanganye, lakini niwafunze niwaambie.
Maombi hatuji kuomba kwa sababu tunasumbuka, kwa sababu tunahangaika, lakini tunaomba kwa sababu ni devoir yetu. Biblia inatuambia ombeni bila kukoma. Imewapasa kumomba Mungu siku zote bila kukata tamaa. Inamaanisha majibu imefika, tutaomba. Majibu hayafika, tutaomba. Majibu imekawia, tutaomba. Mbona iko sawa mnifuati? Kwetu sisi maombi itageuka maisha. Haleluya. Hata kama majibu imekawia, tutaendelea kuomba tu. Hata kama na majibu nayo inafika, tutaendelea kuomba tu. Nadhani Mama Silvia naona somo ilinifundisha leo asubuhi kule tulikuwa maombi. Sisi maombi ni ya wakati unaofaa na wakati isiyofaa. Kwa majira mazuri, kwa majira mabaya, sisi tutaomba. Mpaka mtumishi Samueli anasema, walakini mimi hasha, nisimtende Bwana dhambi kwa kuacha kuwaombea ninyi. Ina maana yanataka kuonyesha kutokuomba ni dhambi. Ina maana tujibiwe, tutaomba. Hatujibiwi, tutaomba. Kwetu sisi maombi ni maisha. Kwetu sisi maombi ni maisha. Kwetu sisi maombi ndiyo pumzi yetu. Ina maana hatuombi, ina maana hatuko hai. Lakini inayoonyesha tuko hai, tutaomba. Bwana Yesu awabariki. Kurejeshewa vitu fulani vya roho au vya mwili. Tu wakati tuko tunaomba hii wiki, Bwana uturejeshee mambo yetu fulani. Hatuombi tu kurejeshewa habari za mambo ya mwili, lakini na vipawa vyenye vililiwa, na vipawa vya viligandamana, na vipawa vya vilipotea, na tabia yetu nzuri iliyopotea, na hali yetu nzuri iliyopotea, na namna yetu tulikuwa tunajikopotea iliyopotea, na asili ya nguvu zetu iliyopotea. Mtu hanisikii. Kwa sababu hata Samsoni naye wakati nguvu zake zilipopotea, hakuona kama ni haki yake tena zirudie. Hakuona kwamba iko yangu wote, lakini alimwambia, Bwana ninakuomba unihurumie kwa saa hii moja tu, macho yangu yenye balishaka ondoa, unirudishie tu nguvu nilijipishie kisasi kwa rehema zako kwa saa hii tu. Nirudi sasa ndani ya Biblia. Huyu mama mtoto amekufa, na imefika wakati ya kwenda kumzika. Amen. Yesu anabadilisha safari. Ilikuwa ya Kapernaum. Ukisoma Biblia vizuri inasema hivi, baadaye kidogo alikwenda mpaka mji wa uitwao Naini. Ile baadaye kidogo inamaanisha wakati bako banasafure safari ya Kapernaum, namna imemponya huyu mtumwa wa hakika. Yesu ambaye anachua yote, macho yake kamwona kuko mwingine mwenye anasumbuka, na anatakiwa arudishiwe huyu mtoto. Anatakiwa uzima wa huyu mtoto urudie tena. Nani anaweza kuurudisha? Huyu mama hakuomba, huyu mama hakutuma mtu. Akida yeye alituma mtu waende kunegosie Yesu aende. Lakini huyu mama yeye alikuwa amelaga. Huko kipindi tunaweza fika cha maisha, na tunaona kama historia inaishia hapa. Amen. Huko kipindi ya maisha yenye mtu anasikiaga kama terme inaitibizeni ya uinjilisti, anaona kama hivi moyo ninaliachia pale basi. Mimi naona hata ni force, hata niombe, hata nibebe kushoto, hata nibebe kulia, hivi moyo unaishi. Lakini yuko anayesoma majira ya maisha yetu. Yuko ambaye anajua mpangilio wa maisha yetu. Yuko ambaye anayetuhurumia zaidi ya vile wazazi wetu wanatuhurumia. Yuko yule anayetuhurumia zaidi ya jinsi dunia inatuhurumia. Yuko yule anayetuhurumia zaidi ya jinsi marafiki wanavyotuhurumia. Itaenda mbali kidogo. Yuko yule anayetuhurumia zaidi ya jinsi sisi wenyewe tunavyojihurumia. Lakini yeye huruma zake siko juu ya huruma zetu sisi wenyewe, jinsi tunavyojihurumia. Bwana Yesu asifiwe hapo. Ninajua kesho naanza kufanya detail polepole, lakini aya ya 11 inasema hivi, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa, wasijua anakoenda na wasijua atakaoenda lifanya. Amen. Kuna mambo mengine Mungu wetu anatufanyiaga bila ya kutangaza. Kuna mambo mengine Mungu wetu anatutendeaga bila ya kujulisha insao wengine. Hata na wewe mwenyewe bila kufunulia
kufunulia kwa ndoto, ni kwa siri, ni kwa jambo lingine. Inakuwa ni surprise ya Mwenyezi Mungu, na Mungu awafanyie hayo kwa hii semester tunaenda kuianza. Inakuwa ni surprise. Hata wewe mwenyewe hauna ndoto juu ya ile jambo. Hata wewe mwenyewe hauna alama juu ya ile jambo. Anaondoka Kapernaum anaelekea Naini. Na wanafunzi wake wote wanafanya nini? Wanaenda nyuma zake. Wanafuatana naye moja kwa moja. Jina la Bwana libarikiwe. Katika kufuatana na yeye, kumbe kuna mkutano mwingine nao. Mkutano mmoja inatoka Kapernaum, mkutano mwingine inatoka Naini, ninaenda zika katikati ya Kapernaum na Naini. Amen. Ambia aliye pembeni, hautafika kaburini, usiogope. Hautafika kaburini. Bwana Yesu asifiwe. Abada kufikisha kaburini. Yuko mwenye atatukutana njiani. Yuko mwenye atatukutana njiani. Unakumbuka mwalimu mmoja alitufundishaga hapa juu ya fie ndike na fisi ndike. Amkumbukaje? Sasa ndio ulishasahau na wewe ulikuletaga. Alitufundisha jinsi ya cortege ya fisi ndike ilikutanana na cortege ya fie ndike. Haleluya. Na fisi ndike wa Yesu wa Mungu aliye juu anaondoka na cortege kubwa ambayo haiwezi zuiliwa na cortege ya fie indike. Mjiulize ninyi wenyewe ile mkutano mkubwa ya Yesu Kristo na mkutano ya wene wanaenda zika. Cha kushangaza katika historia ya makuhani. Kuhani hangegusa sana. Sababu kwake ni nini? Mbona mlisema tuko pamoja na sote? Kwa sababu kwake ni nini? Ni unajisi. Hangegusa maiti. Kwa sababu kwake ni nini? Unajisi. Kesho anaanza kufundisha huruma za Mungu polepole. Lakini ile huruma ya Yesu Kristo. Amen. Huruma ya Yesu Kristo inavuka mipaka ya wanadamu. Kwa sababu hili neno haliko lao. Huruma ya Yesu Kristo inavuka mipaka ya wanadamu. Sinaona wanadamu kuna mipaka yenye wako nayo, wanashindwa wakitutendea hilo jambo sheria itawafunga. Wakitusamia sheria itawafunga. Wakijiingiza mdosia yetu wanasikia hii ni dosia ya ubakaji, hawezi ingia. Hii dosia ya uaji, haiwezi ingia. Yesu Kristo alielewa kwamba kugusa sanduku ni unajisi. Oro Yesu Kristo ni kuhani mkubwa, kuhani juu ya makuhani wote. Kwa wale makuhani wao ni unajisi, lakini ili Yesu aniokoe mimi, aliitika tu achafuke apate unajisi, anajisike ili mimi nipate kusafika. Jina la Bwana libarikiwe. Inasema jina la Bwana libarikiwe. Hamniulizi na mimi niwaulize, ilifikaje wakati cortege inakuja? Biblia inaniambia Yesu Kristo akawasimamisha. Oro morale mtu awesimamisha wale wako na maiti. Sipora ni mwani mbawa. Eski naweza wezekana. Hata ni wako mgari ya maiti. Unaweza sema mimi naona masonga, msimame mimi nasikia roho ya masonga. Tuuze kwanza masonga. Mimi naona fulani tusalimiane kwanza. Kwanza mbele leo ndio morale yetu ya Kiafrika, Kikongomani hivi inapunguka polepole, lakini hata gari zilikuwa zinasimama maiti ikipita. Barulaje wanasimama, maaskari wanapiga msako, mapolisi wanapiga msako. Watu wenye wako kumigulu hivi na maiti bao wanaibeba kujipoi, mbele watu wote walikuwa wanafanya nini? Wanasimama. Na iwe ni iko mugari, ukiona tu gari yenye inabeba maiti, morale yetu ya Kiafrika ilikuwa kufanya nini? Kusimama. Na leo watu wanaanza maiti inapita na niko napita tu na mwangaiki. Vitu viko vinavurugika polepole. Lakini huruma za Yesu Kristo, cortege yake sasa inakutanana na cortege ya huyu. Haleluya. Mimi nataka kumwambia malgré embouteillage ya dunia, malgré embouteillage ya shetani, malgré embouteillage ya mapepo, huruma za Mungu zitaperse, huruma za Mungu zitatambuka tu pale, zitaturepere kwenye tuko na zitaruka sheria za wanadamu. Haleluya. Sheria ya makuhani
haingeitika kuhani aguse sanduku. Yesu Kristo kuhani mkubwa, yeye ili arejeshe uzima wa huyu mtoto, ili arudishe uhai wa huyu mtoto, alivuka mipaka, alivuka sheria. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akupe neema leo mazingira mboteaje ya dunia. Yesu Kristo avuke mipaka, akurepere kwenye huko, akagusa sanduku. Mbona hakuna mwenye Biblia inaonyesha banamuuliza unataka kufanya nini? Mbona hakuna mwenye anauliza Yesu Kristo ni nini? Watu wote walichikamata vile unaona Silvia anachikamata pale. Hakuna mwenye aliuliza unataka kufanya nini? Amen. Unataka kufanya nini? Neno letu tuko tunafuata. Na ndio leo tutaendelea kufasiri zaidi. Biblia inasema, naye alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Ni mwana wa pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Msema yetuko tunasisitiza, Bwana akamwonea huruma. Mimi naenda vibaya. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Mchape makofi mseme amen. Alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Mbele Mungu atutendee mambo yenye anapaswa kutenda, ni neno lake ndilo linatangulia kwanza. Mkiona Mungu iko anakuletea maneno yake, hakikisha nyuma ya pale kuko tendo lenye liko nyuma. Hakuna tendo lolote Mungu alilolitenda na neno halitambulii. Hata katika kuumba alisema, na nyuma ya kusema mambo yalitokea. Mungu awasaidie. Heshimuni neno la Mungu, mtaona matunda nyuma yake. Heshimuni neno la Yesu, mtaona matunda nyuma yake. Lakini tuweke kistari, akamwonea huruma. Hakuomba. Mbona hamsemi? Hakuomba. Na ninawaza huyu mama alimshangaa Yesu. Ninawaza huyu mama alimshangaa Yesu. Kwa namna gani? Kwa sababu Yesu, siamini kama huyu mama alikuwa. Sababu ninawaza kama angekuwa na habari za Yesu, kama anafukua na iko karibu ya mji wao, angetuma watu. Ni huruma za Mungu kwamba ninyi hamwangamii. Yapo mambo mengine anawatendea ni kwa huruma zake. Yapo mambo mengine anatupa sisi ni kwa huruma zake. Haiko kwa sababu tuliomba sana, ni kwa sababu tulikuwa sana. Ninairudilia, huyu mama siamini kama alijua kama Yesu yuko Kapernaum. Na kama alijua yuko Kapernaum, sijui kama alijua habari za Yesu, kama Yesu anafufua na ponya. Sababu ile siku anakufua huyu, ile siku ndio amemaliza kuponya mtu Kapernaum. Msome Biblia yenu hapo juu, inaonyesha namna gani waliporudi nyumbani wakakuta yule mtuma ni mzima, na habari zikaenea. Mbona hazifiki kwa huyu mama kama kuko mwenye kumwingine yenye iko pembeni kwa anafanya maajabu? Huruma za Yesu Kristo. Haleluya. Huruma za Yesu Kristo. Sikutendee yenye ukuna stahili. Muni ngamo na Mungu. Huruma za Yesu Kristo ziwatendee yenye ukuna stahili. Awaangalie na macho ya huruma. Juu ya ulishapoteza niamini na sione namna gani unaweza rekipere tena ile dimension spirituelle ulikuwaka na. Ni wazi au yafanya dhambi, ni wazi au jaanguka. Lakini nikutangazie, nikuambie, umereshite ajabu sana. Umereshite, retrogradation. Umeshuka, umerudia nyuma zaidi ya kiasi. Na yenye inaweza kukurudisha tu ni huruma za Mungu. Ni mpaka macho ya Mungu tu tena ifanye nini? Ikuangalia hapo tu. Hata liombi ya dakika 5 haliwezake tena. Wakati ulikuwa unapiga magoti unaomba mpaka wewe peke unajifelicite, unasikia kama hapa mimi naomba. Lakini leo
panaweza kukusheta sasa mali na unashindwa kutotalize 30 minutes ya kuyenda. Huruma za Mungu zikuangalie. Umepoteza asili ya nguvu zako. Umebakia mtu wa historia. Umebakia mtu wa historia wa kuhadithia. Nilikuaga. Nani alikukataza tena usiwe ukapungukiwa? Lakini naomba macho ya Mungu ifanye tena hivi. Macho ya Mungu tena ikuangalie. Bwana Yesu awabariki na wajalie neema. Tokea aliyepewa huruma za Mungu zikuangalie tena leo. Huko watu wengine hata tuchape udongo itoke tena namna gani, ni vigumu tena maisha yako iwe restore. Lakini huruma za Mungu zinaweza irestore. Hata ubebe kushoto, ubebe kulia, ubebe huku, shetani akaharabana. Sijui naisema hayo Kiswahili. Shetani ameharabana maisha yako. Ushaacha buku meza na wacha kwa stilo na wacha watoto. Kama alishafanya ile azaa. Unaacha Biblia meza, unaifungula, unaacha kae tena ya resume au vierge, unaacha kalamu pale. Na watoto wako wanajifunza kuandika, wanafanya nini mama shule? Na wewe haujui na wewe Kiswahili tu sana. Na hivi vile najua nasema wanaiharamana. Mungu anakusaidia hapa sasa wanaikilifone. Njoo mwalimu, wewe mwalimu wangu ni Mungu na mama na wewe kuendelea. Sasa mtoto anakamata ipasha, anajiredia. Sana maliza anakamata ingine anafanya. Yeye roho yake kwa nini anafanya nini? Anafanya hivi. Na kuna wakati mwingine na anafurahi sana unakuja anafanya nini? Anakuletea ile kaya na kuonyesha kama alifanya nini aliandika. Ile kaya unaifanyia namna gani? Unaifanyia namna gani? Unaandikia namna gani? Huko tu mtu mmoja tu ndio anatengeneza maisha yetu, hata iharibika mlimoga. Hata shetani aliharabana namna gani? Hata wachawi walichezea namna gani? Hata walosi walimlokea namna gani? Kuko moja tu yeye macho yake kituangalia, akituona anatuhurumia. Na anatutendea haiko juu tuliomba sana, lakini juu macho yake imetuangalia, anatuhurumia. Akaangalia yule mama, jinsi yule mama yuko analia. Hakujui kuna mtu naangalia kwa kusura iko analia, mpaka wewe pekee unasikia. Ningekuwa na uwezo ya kufufua mume wa huyu mama, ningemfufua. Ningekuwa na uwezo, huko mabilio zetu naendaga hako, unasikia maneno yenye watoto wako wanalia mbele ya maiti ya baba, mbele ya maiti ya mama. Unasikia maneno wako wanatamka, mpaka hata haungelia. Na wewe unafanya namna gani? Unalia. Na hata ulie haurudishi chochote, haubadilishi chochote, mpaka wewe pekee unasikia. Ningekuwa na uwezo, ningefufua huyu mtu ili hawa watu wamepokee tena uzima wake. Kuna unakutanaga na gonjwa wewe pekee, unaangalia mateso aliyonayo, mpaka unamsikilia huruma, lakini huruma zako hazirejeshe chochote. Yuko tu mmoja akituangalia na macho ya huruma. Cha kwetu chote kilichopotea kinaweza rudia na hatukikiomba. Hata na wewe mwenyewe sasa unakipokea, haujiamini. Macho ya huruma ya Yesu Kristo iwaangalie jioni ya leo. Iangalie jamaa yako, iangalie maisha yako, iangalie utumishi wako, iangalie vipawa vyako, iangalie imani yako. Huruma za Baba tu ndio zinarejesha cha kwetu kilicholiwa. Kabisa chini kwa hivi angaligenda. Ndio wewe kama uko yandrua kenye kilicholiwa, ni haki yako irudishwe. Basi ungechungaka kiliwa kusudi ndio kikwerudishwa papa presi. Amsikie niko nasema. Huko mtu anaweza kubali anyang'anywe kusudi ndio akwerudisha baadaye. Mimi nawaza ni kupigana visifanye namna gani? Isiende visinyang'ane. Le kunyang'anywa ni alama ya kuonyesha kwamba ulishindwa. Ni alama ya kuonyesha yuko aliye na nguvu, mwenye alikuyaka akakushinda nguvu akafanya nini? Akabibeba. Mtusiogope. Kuko mwenye alikujaka mwenye nguvu akatushinda nguvu, akatubeba viwanja. Tumauli. Si tulionyesha nguvu zetu tukachimba viwanja tukavipata tukavinunua. Kukaja
aliye na nguvu kuliko sisi akavibeba. Tusiogope. Kuko mengine maangani atatuangalia na macho ya huruma na anakuwa na nguvu kuliko yule aliyetunyang'anya na anaturejeshea kwa huruma zake, haiko kwa maombi. Sasa tunatakiwa tuwe karibu kwenye atatuona. Mama Binja tu ndio atakumbuka na akisahau tunamnyang'anya kushemasi. Papa moya anaitwa Evangeliste Do. Naona kwaka na yule jini. Akatuhubiri katende kamoya ushirika. Ngasi nilishamaliza, Mungu anakusaidia ndio ungeshindwa shemasi ngakuendea leo. Akatuhubiri katende kafupi sana kadogo. Akakuwa na maneno mingi. Alikuwa na juma yote mekale kamoya tulikuwa narudilia, atakuandika viwili. Mimi kabakia iko inaongea mwakilie. Anakuwa evangeliste kuitie msepake Sayuni la wote. Alikuwa na somo lendi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Kila sana kuya tu anasoma ile verse na nairudilia na mwambia jiwe Mungu hapa mseme mimi na nyinyi mseme na nyinyi mseme. Kisha anatuambia tuombe Mungu. Ni kusudi hawa. Na chumbi kaishi kila mtu ikamgeukia recitation. Na ikabakia neno kubwa kuliko ile tunaandika na makae yote. Mama Binja unaikumbuka? Useme na sauti. Jipitishe mbele ya Mungu naona unasema mimi unasahau moja. Jipitishe mbele ya Mungu akuone aseme. Na ipo nafatu mazese yake anasema ujipitishe. Anarudia tena na ile nduko unanibu sema ujipitishe. Lakini ndio Amen. Ambia aliye pembeni ingie mdisposition itatuma kuone mnaenda kuchukua. Mamashi kama mama Mungu hadi mwanzo mzibuko. Tusome Biblia pamoja na nyinyi. Alipokaribia lango la mji akamuona. Niulizia aliye pembeni uko naonekana? Au uko nyuma? Mwambie kwa unasimama watakuona. Au kwa mambo tayari. Amen. Jipitishe mbele ya uso wa Mungu afanye nini mama furaha? Akuone. Sasa kuona atasema. Akatupatia hii mfano himoja. Asema mtoto kama yuko njala, watoto ya zamani walikuwa welevu, walikuwa wanaenda kila mara wanaenda salia shakule. Jambo shakule. Na kumwisha wanafanya nini? Wanaenda. Tena unarudia tena unacheza na jambo shakule. Akatuambia bashakule ya zamani ama naelewa mara moja mtoto biko nini? Iko sawa zamani mtoto shirema mimi kwa nini mabadilike hiyo. Banajua mara moja kama huyu mtoto yuko njala. Hii kupita mbele yangu hii salamu haiko ya liema. Hii ni kuomba hii. Ambia aliye pembeni jipitishe mbele ya Mungu akuone aseme. Hata sema na hayafanya nini? Akuone nyuma ya kukuona aseme. Uko position tunasimamaga hapo mbele ya Mungu mpaka macho yake yote kinatuona. Na kuko faso ni shetani anatufichikaga uso wa Mungu. Kuko faso dunia inatufichikaga uso wa Mungu. Kuko faso maisha inatufichikaga sura ya Mungu. Metujiaranje pamoja na jinsi shetani ameharabana. Nilishashindwa na Kiswahili. Pamoja na jinsi ibilisi ameshifone maisha yetu. Metujiaranje malgré tout tusipotee mbele ya uso wa Mungu. Watu hawanisikia. Haijalishi madifikite zetu tutapata. Kitu tutalite nayo, tulite yetu yote mkrize yetu krize iendelee, mele sasheleke tubakie mbele ya uso. Magonjwa iendelee tubakie mbele ya uso wa Mungu. Majaribu ya tumu tubakie mbele ya uso wa Mungu. Akamuona nyuma ya kumuona, akamuonea huruma. Haleluya. Akamuonea huruma. Ninapenda nieleze maneno yenye nikusaka Yesu Kristo kuonea huyu mama huyu. Amen.
Labda utashangaa utasikia ni somo linaenda ngambo ya ujane. Lakini harali mjane mwe na moyo. Siwazi ni mjane tu. Lakini wewe kuna ujane inakusumbua tu. Ujane maana yake kunyang'anya. Umashi. Ndio na mnyangwa. Anake mwenye alifanya nini? Alinyang'anya. Wale wote wenye walikuwa wamenyang'anywa bila sheria, moyo wa Mungu iliwaangalia kama wajane. Mungu aliwachia msaada kama vile anavyouchia wajane. Nirudie Kiswahili msikie. Wale wote wanaonyang'anywa haki yao bila sababu, Mungu anawatia sehemu ya kiroho na kuona msaada yenye mjane anahitaji ndio anahitaji. Sababu yeye hana wa kumsemea, Mungu anageuka kinywa chake. Mungu anageuka miguu yake. Mungu anageuka kinywa chake amsemee. Mungu anageuka macho yake amuonee. Mungu anageuka avoka yake ndio ageuke kumtetea mwingine. Cha kwanza ambayo imemsukuma Yesu kumuonea huyu mjane huruma ni kwa sababu Mungu alijikamata kama baba wa yatima na bwana wa majane. Na alielewa kama hawasemei, hawana baba mwatawasemea. Kama hawasemei, hana mume mwatamsemea. Hata maima association zetu za leo nao wanaelewa kama kuko watu wenye wanaitwa watu wasiokuwa na sauti. Na wale wenye kuwatetea wanawaita wanajiita wanani? La voix des sans voix. Kumbe tuko pamoja na sisi. Haiko wewe mwenyewe ndio uliona leo kama unishaji wa maabudu. Haiko wewe mwenyewe tu ndio uliona kama watu wanachoka. Hata na mzee wao wa maombi naye aliwajistifia, aliwaza masikio yake hayakusikia. Akasema mbio aseme watu wanachoka watumika mingine. Lakini hata mnachoka mlifiki. Amen. Mungu alichoka analeta michoko yake hapa, haina problem. Hakuona kama nyama yetu ya kuchoka, alikutana tungali kwa haya ya kwanza ya wimbo. Yetu ya kuchoka alienda katika ndani. Umwezi ulifika. Afadhali mwenye alipea kuchokea kwa hivyo hapo kuliko mwanachokewa. Kitani. Amen. Amen. Na mimi najua hili neno Mungu mnalisikia tu pole pole. Yesu anataka kuambia hivi leo, kwa zile shida mlizo nazo, umeomba, umefunga, umekesha, umewewa kushoto kulia au kuweza, atageuka la voix des sans voix. Alimuonea huruma kwa sababu yeye alielewa Mungu baba yangu ndio anakuwaka baba wa yatima, ndio anakuwaka mtetezi wa wajane. Sifa kwa Mungu wetu. Ukisoma Zaburi ya 18 na 68 na aya ya 5 utaliona wewe mwenyewe. Hii ndio ilipuse Yesu. Yesu alijua kama lazima mimi njoo mtetezi wa hawa. Nilikuwa nazungumza na mama kiongozi sahi habari za ununuzi wa parcele ya Nayoti, za ujenzi wa madhabahu ya Nayoti. Alishakwepa huko naandika za ununuzi wa parcele ya kujengea madhabahu. Na kwa mwisho conclusion yetu ilikuwa kusema inabakia Mungu mwenyewe asimame atetee. Bwana mseme amen. Amen. Inabakia Mungu mwenyewe asimame atetee. Kuko manivuze tunaweza fika hapo. Sinaomba tuimplore, tualike tu rehema za Mungu. Tualike tu rehema za Mungu. Kuko jamaa ziko hapa ndio haziwezi ingia kweli mpaka huruma za Mungu ndio ziingie. Amen. So ni kiapo ya ulimwengu wa roho. Kuko wengine maisha yenye tunaweza kwa tuko tunapita ndani. Na tuchuruze na tulime na tufuge, hatufanyi nini? Sisino kama ulishavuka juu. Kuko mafame kombatante hapa mwenyewe. Mama Danigongo kweli. Anagombana na meno, anachuruza, anafanya lolote. Me hafanyi nini? Hapo. Ni kweli ni uongo. Amepigana yake kisa anaweza kupigana na diploma na Kifaransa
Yesu alikuwa anasaidia wengine kwa exam, bali alikuwa anasaidia walishapata kazi. Na nyuma ya kuipata hawakumkumbuka. Mpaka huduma za Mungu zenyewe zianza. Pamoja na hii kuchoka ya leo, mimi najua kesho mtakuwa na nguvu na ujasiri wa pekee na wa ajabu. Na itawasaidia kuelewa hili neno na kulitumikia zaidi, kwamba huduma za Mungu ziwaangalie. Mungu awabariki na Mungu awe pamoja na nyinyi. Ninasema Mungu awabariki na Mungu awe pamoja na nyinyi. Mungu alielewa kwamba wajane na mayatima wote wako chini ya uangalizi na ulinzi wa Mungu peke yake. Hawana wa kuwasemea, hawana wa kuwatetea. Mungu awape neema ninyi ambao hamuna sauti, Yesu Kristo ageuke sauti yenu. Ninyi ambao hamuna mtetezi, Yesu ageuke mtetezi wenu. Pengine leo wako wanaenda kwa masomo, wanasoma na walishajua mara moja poste bataokipe. Wanaenda soma na wako wanasomea ile poste. Wanaenda soma na wanajua hospitali yetu iko fasi fulani, baba yangu iko Mubate fasi fulani, shangazi Muyomba. Na ninyi wenye hamuna ndugu na hamuna rafiki, utafanyaje hata kama uko jeni? Utafanyaje hata kama uko na distenge? Ni washangaze hata mchumbia leo, aba bagarso bako wanaangalia manyumba zenye mnaweza kuwa mko faranga. Anaelewa nikioa huyu baba yake atanipa kazi, baba yake atanibeba fasi fulani. Na kuna wengine wenyewe wanasema ukinioea huyu nitakupa kazi. Yeye pekee anaanza kuchumbia maime nilio kwa siri ili umuoe. Sasa na ninyi baba zenu hawana kazi, hawana jina. Mtaoaje, mtaolewaje? Mpaka Mungu awaonee huruma, na huruma zake zitawapa yale ambayo hamkupata kwa akili zenu na kwa fahamu zenu. Mungu awatendee hivyo na kuzidi kwa jina la Yesu. Mimi sipendi niwafanye nisi, lakini mkiangalia namna gani shetani amekania madhabahu hii na yote, mtaona kama wakati mwingine tutaanza ambia Mungu macho yake ya huruma ituangalie. Ulimwengu wa roho ya mchi ya Bukavu sijui iliona nini kwa madhabahu ya yote. Nilishaka ikala nikajiuliza vile ile question. Special ya hii madhabahu inaweza kuwa nini porque inilisia hii. Ngo sema ikalie ndasi nitakuwa nimekosea. Ngapa. Aione nimesalia basi. Ikali. Madraja na ikali hiyo kwa loba. Hawe ni tunaweza kuhubiri hapa. Sijui kama maswali yako na nini maswali yenu. Ninajiuliza speciality yetu ni gani ile yenye imetuma shetani atuonee wivu wa namna huu. Afasole kikombe chetu namna hiki, akitengeneze namna hii. Najiulizaga bichawi ngo labda tutapata majibu kwa hii mlango mambo yalionaka. Au labda na kuna wengine walishaona ile uzuri na wanaona shetani hawezi itika. Tu ninataka niwaambie kuko vitu fulani vyenye hata uchape budongo hawezi kuvivusha kudwane ya nchi fulani kama hauna mtetezi. Niko sasa ile mimi nasema haeleweki. Kuko matiere fulani papa Kashale unaweza kuchimba ni hapo. Huwezi ivusha hapa uende kushia Rwanda au Kenya au Fasini. Lakini ni hapo. Mpaka kuwe mtetezi. Tena na ni mtetezi naye mwenye anajiamini na anajijua. Bakisikia tu hizi oro hizi dhahabu ni za fulani, wanaziacha zinapita. Meweza kuweka wera hauna mtetezi, ufushe malengo hapo utaanza namna gani? Ninaeleweka? Ipo mambo fulani yenye shetani ulimwengu wa roho haiwezi itika ipite hapo. Chui ikipita anajua inaisekirize projea. Kama maelezo mtanielewa. Kuko mambo yenye shetani alishaona mkanisa yanayote. Sisemi kwa sababu mimi ni mchungaji.
Na shetani anaelewa mama ndio acha kuchezesha ndio unifanye. Na shetani anaelewa ikivuka mimi napata shida kule mbele. Lakini juu hana uwezo na yeye kuibeba, lakini ana uwezo ya kuizuia. Chuma sababu yake ile aizuia haiwezi geuka yake. Na hawezi ibebea wengine. Kwa sababu anajua ikipata kibali tuma hiyo kama. Kwa vitu vitaharibika kwa mambo yako. Sasa ndio ile vitu naonaga vinafungwa vinazuiliwa mpaka matelefoni zifanye nini? Zinalia sasa, zinalia vitu vinafanya nini? Vinaachiliwa. Na sisi tunatakiwa macho ya Mungu mwenyewe ituangalie. Ituone. Na nyuma ya kutuona afanye nini? Simalize nipe. Atuonewe. Amen. Ngani na dakika kidogo. Kwa nini Yesu Kristo alionea huyu mjane huruma? Cha pili. Amen. Kwa sababu hata baba yake Mungu alikuwa ameweka sheria kwamba ile ambayo ilikuwa haki ya makuhani lazima na mgeuke muwe haki ya wajane na mayatima. Nani anajua yenye Mungu aliagizaga zamani mu Biblia mwagano la kale? Anasema watu wengine hawaruhusiwi kamata hii, kuchukua hii, kula hii. Hii ni haki ya makuhani wenyewe. Mpaka Mungu akaambia wale makuhani na wanawaambia wale wasiokuwa na wakuwatetea na kuwasemea, hii iliyo haki yenu, sehemu yenu, hawa nao wanaama yao sio. Nini? Nani anajibu? Namona jibu. Kitabu anajibu na haikuwa. Kulikuwa na sehemu ya jibu. Uendeleshe tu akili, utasikia kama Mungu anajibu na inaomba uitengeneze. Hakuna maana jibu. Ulisema kuhani basi kama wao wanajibu. Sasa tulitacha kidole juu wao kujifuna. Alikuwa mkoni kwa. Anasema tu ndakusaidia. Ndakuonea huduma. Nashika tu kusaidia. Lakini nyinyi wote mko msaidia. Bwana Yesu awabariki. Yesu akamwonea mjane huruma kwa sababu Yesu Kristo ni kuhani mkuu. Amen. Anaelewa sheria za nini? Za kikuhani. Na alielewa wanaoonewa wasiokuwa na sehemu nyingine ya kuangalilia. Amen. Wajane. Na alielewa huyu mama kwenye angelikuwa na bakilia kuangalia nyuma ya mumewe kufa, faraja ilibakia ni moja. Unipe masikio. Nayo imefanya nini mara moja? Imeondolewa. Ndoje hapa sehemu yake inageuka sehemu yangu na sehemu yangu inageuka sehemu yake. Amen. Lakini kusudi nitimize ile daraka, naomba nimuonee. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu aliagiza kwa makuhani, hii ni haki yenu pekee, na mtaibeba analaani. Ni nini mama mchungaji? Zabihu zaka. Usini kama nyinyi wote mlikuwa msehemu malimbuko, sadaka za amani ndio zile zilikuwa nataka kusema za ushirika. Amen. Lakini Mungu aliamiaka wana wa Israeli, sadaka ya chakula ukikula unakula moto, lakini na nyinyi sasa mtaipata sawa jani na maji. Amen. Sasa Mungu anaangalia ujane. Yesu anamwambia uko sheria walinipatia, nikikula nisime huyu mama kama kuhani mkuu. Amen. Lakini sasa hata nikupatie kuzenye wa mama walinitolea leo, sitamgeukia faraja. Faraja
mikate mimi naona inaweza kumtuliza, mpaka hakikishe kama fisinic alikutanana na fiinic. Haleluya. Inaomba tu nimwonee huruma, na zake inampatia leo, hizi inampatia leo ni kurudisha watu. Leo nielewe nitasema pale. Ipo mahitaji tunaweza omba, lakini Mungu anaona hata ajibie ile hailete suluhisho kwa maisha yako. Lakini Roho Mtakatifu anayesaidia udhaifu wa maombi yetu. Yeye anaona Lea aliomba chakula kwa sababu ana njaa leo. Anasahau kama ndampatia 5 kilo atashukuru nitaisha kesho. Roho anasema umekaza. Unaelewa ninachokizungumza pale? Mama mchungaji acha kucheza na kichukulo hapo. Unasahau kama vile ndio nikwambia leo maombi ya mama. Sema haina alikuwa. Kama nilisema nichelewa. Niambia mwa tena anasinzia bila mtaja kujina ndio sisi. Tu kama simtaje kujina hata sikia haya. Umemsema mikrofoni ndio asikie haya. Bwana Yesu abariki mtu mmoja. Bwana Yesu awabariki ninyi nyote. Naweza enda ya tatu. Au mnataka ile niisome Kumbukumbu la Torati sura zake 14 mstari wa 28 mpaka mstari wa 29. Mungu awe pamoja na ninyi. Cha tatu. Amen. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Asante. Kwa nini Yesu Kristo alitaka kwamba arudishe uzima wa huyu? Kwa sababu alielewa akitetea huyu mama, akimwonea huruma, ametimiza mapenzi ya Baba. Na mapenzi ya Baba ilikuwa ni gani? Mapenzi ya Baba ilikuwa kuwabariki wale watakaowabariki yatima na wajane. Amen. Somo letu ni la marejesho ni kweli. Lakini uliza aliye pembeni. Ulishabariki mjane mara ngapi maisha yako? Mungu mnapenda Mungu awarejeshe ni mliji wake na nyumba. Uliza aliye pembeni. Ulishabariki yatima mara ngapi? Attention. Hapana mayatima kwa mjamaa yako mama. Jumi naona unaanza sema shangazi yangu alikufaka nikakamata mayatima yetu. Hebu bado. Amen. Amen. Mama Angelani, abajua Angelani naangalia huko. Mama Angelani. Hata unibariki mjane. Basi sasa unacheka ndio uone kama window wewe. Hata unibariki mjane. Ni mjane wa kaka yako. Hii hayo ni somo. Nisomee Isaya. Nani mwenye iko na Biblia? Sura zake 1 mstari ya 17. Sura 1:17 unaruka aya 19. Isaïe chapitre 1 verset 17 unaruka verset 19. Tunaisoma katika jina la Yesu. Amen. Jifunzeni kutenda mema. Yeah. Takeni hukumu na haki. Wasaidieni walioonewa. Mpatieni yatima haki yake. Mteteeni mjane. Yeah. 19. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Amen. Mungu awabariki. Amen. Ninasema Mungu awabariki. Amen. Na yeye pembeni kumbuka mjane na yatima. Mwambie mwezi siku naisha na hakuna hata yatima mjane moyo mlipatia hata transport. Mwambie hivi. Mwambie jitahidi ile igeuke devoir yako utaona baraka. Ililiwa na nyundo itarudishwa. Ililiwa na malumbano itarudishwa. Bako wanaona niko nasema na sauti ya upole na kidogo wanawaza ni bongo. Hamjui kama mafurahi anashukuru Mungu anasikia kama mbingu zinataka kufunguka. Mjikaze mkwe mnakumbuka mjane, mkwe mnakumbuka yatima. Bwana Yesu abariki Lea. Mkwe mnakumbuka Lea. Msisahau na Mwira naye hakwenda baba tena na mama.
ukahubiri kichwasini. Alikuwa kama tena. Hata nilikuwa na wazo utakumbuka sana utapokea bwana cheka sana. Bwana Yesu awabariki. Ninasema Bwana Yesu awabariki. Yesu Kristo alielewa kutetea yatima, kutetea mjane inamuingiza katika baraka za pekee za Mwenyezi Mungu. Ndio maana alielewa nikifufua huyu mtoto leo ninatimiza mapenzi ya Baba. Na ninajiingiza katika mstari ya kubarikiwa na kufanikiwa. Na mkikubali na kushika yale utakuwa mema ya nchi. Inasema neno la Mungu. Bwana Yesu awabariki sana. Inasema Bwana Yesu awabariki. Na ile Yesu Kristo yeye alikuwa kinyume sana na wale wote wanaoonea. Hamjui kama kuko wale wenye walisindikiza huyu mama kwa kilio na wako wanasema anakoma. Na wako wanaona kali hana tena baba, hana mama, hana mume, na hana mtoto, anakoma. Mnajua kama yapo maneno yenye watu wanakusema ajabu, yenye inakusema wewe wa Mungu mpaka ututendee. Nina ubiri ya mbaya. Ukisikia watu wanakusema sana, elewa kwamba wanaenda kugusa moyo wa Mungu ili Mungu akutendee. Ukisikia watu wanakukomante sana, kama ungali mkashida fulani, kenye kangali kanaongelewa chini chini, kenye kangali kanazungumziwa chini chini, Mungu asiyakuonea huko. Seprofo hata mnaona niko pole pole. Nikifika nivo yenye kila mtu anatuonea na anasema na tungali mstari ya Mungu wenye haki wa Mungu. Mwelewe mbingu zinaenda kutuonea huko. Haleluya. Mungu awatendee hivyo na kuzima. Ninasema Mungu awatendee hivyo na kuzima. Na hii inaandikwa katika Kumbukumbu la Torati sura 24 na aya yake ya 17. Mungu alikuwa kontre sana na wale wenye roho yao inaweza luma juu ya mjane. Ikiuma juu ya mjane na wanawasema vibaya na wanawaonea na wanawainukia, wanamgusa ndani ya koni ya jicho. Wajane Mungu ageuke Mungu wenu. Amen. Awasemea watetee. Awe kinywa yenu. Usiogope. Bwana Yesu awabariki. Ninasema Bwana Yesu awabariki. Cha tano, ni kwa sababu wajane walikuwa ni watu ambao walidaiwa kupokea upendo wa Mungu na huruma za Mungu peke yake. Muelewe ile msema naifasiria. Wajane walitakiwa kwamba Mungu adhihirishe upendo wa dhati kwao, ili iwasahulishe ile uyatima na ile ujane wao. Halafu ile akadrema ya Mungu, ule moyo yenye Mungu anaenda kuonyesha kwao ya kuakadre, inawasahulisha taabu zao za kupoteza baba na za kupoteza mama, na zinasababisha wajue kwamba Mungu ndiye baba wa kweli na Mungu ndiye mume wa kweli. Uelewe nataka kusema hapo. Atutendeayo Mungu haifanyake tu kusudi juu ni Mungu, lakini pia anaitendaka ili na sisi ipandishe upendo wetu kwa yule Mungu wetu, ili na tukiwa katikati ya watu wengine, amen, ule upendo wetu uwe na justification. Ni kweli tunaweza penda Mungu hata kama hayatenda, lakini pia pamoja na kutenda kwake inasababisha sisi tumuishie, inasukuma sisi tumuishie, inasukuma sisi tuelewe kwamba hatuna nafasi nyingine ya kuenda kwake tu ndio tunaweza kuishi. Sasa tunaangalia kama kuchambua, sasa tunachambua aliyotutendea, tunaona ni baba hawezi kuifanya, ni mama hawezi kuifanya, ni dada hawezi kuifanya. Wewe unawaza kwa kilio hakuwa baba wa huyu mama, hakuwa bandugu, hakuwa mengine, lakini wao walimsindikiza tu mpaka waende zika. Lakini yuko yeye aliyedhihirisha upendo wa pekee, akagusa maiti, na nyuma ya kuigusa anasema kijana inuka. Na sali inuka, Biblia inasema akampatia mama yake. Hakumwendea mama yake na hayazungumza na hayasema. Alipoinuka akasema, sali anza kusema Yesu akambebea mama yake. Jiulize roho yake ilipenda Yesu namna gani? Kuko kitu niliwaonaga hapo.
kama niseme mikrofoni, sitasema mikrofoni ndio isiende mbali. Hata na mwenye kwa nakamata vyangu hapa na ipoteki. Bwana Yesu awe. Amen. Ambia yeye ndio haika kanisa kwake ndio wewe. Kwake ndio wewe. Hata kama mazibao hayakuya, lakini Mungu anatufanyia kwa nafsi yako. Hakuna mwenye anafuataka hii maradio za zisishao tasabu yoka. Wewe mnanyamaza. Kuna sikia bako wanapitisha matemwanyaje sijui sana namna gani kwa radio. Mimi nashukuru Mungu, juni nilikuwa na Ngagira lakini sasa niliingia humu, nilikuwa natosha Ngagira lakini mimi nashukuru Mungu mimi nasikia tena haiko. Ngagira, amjua Ngagira? Mkifransa Ngagira sana. Constipation. Kwa kweli Mungu asifiwe. Mimi naheshimu mafuta ya huyu muongozi wa hii kanisa. Niliingia huko niko na constipation sasa baada ilianza, mesali naisha mimi nasikia sina tena constipation. Niliingia huko Bwana Yesu asifiwe na huko na kusema mama ndio. Na mimi niliingia huko niko na karampe mumugulu lakini mimi naanza sikia mgulu yangu haina tena karampe. Shano Mungu ashukuru kwa shano jamani. Mimi mko hapa Mungu anawatendea mambo ya pekee na ya ajabu. Amen. Mimi kusimama mtangaze makuu ya Baba. Niko Mungu awape ile roho ya reconnaissance. Mungu awape ile roho ya reconnaissance. Ninasema wape ile roho ya reconnaissance. Macho yake ya huruma inatuangaliaga hapo ili sana maliza kututendea, itusukume tena pia kumpenda kuliko chochote na kumuishia kuliko chochote. Haleluya. Sababu nani atamwendea naye Mungu mwenye hatendi na hasemi na afanye? Mungu pamoja na nyinyi. Nisungumuze na kufuata. Niliwapatia mshairi ya pale nadhani kwa sababu sikuwapatia mshairi ya pale. Ni pale pale naweza kusoma Zaburi ya 94. Naangalia mstari wa 6. Unaweza ruka mstari ya 11. Unaweza fika mstari ya 17. Bwana Yesu awabariki. Bwana Yesu awabariki. Asante sana. Lakini pia unaweza soma Mika. Haiko Mika, Marko sura zake 12 mstari wa 42. Unaweza fika 43. Inabakia mawili hapa kisha tuombe. Bwana Yesu awabariki. Ni kwa sababu Yesu Kristo alielewa kwamba kanisa atakalolianzisha atalitengenezea kipaumbele kwa kuwekea maanani wajane na kuwatetea wale wasiokuwa na mtetezi. Sifa kwa Mungu wetu. Hii ndio maana Yesu alimuonea huruma ili tugeukie na sisi kielezo, sisi kanisa litakalokuja baadaye. Tuhakikishe kwamba pamoja na kuzitafuta baraka za Mungu, pamoja na kutaka Mungu atukumbuke, lakini pia ndani ya mioyo yetu tuwe na huruma juu ya wajane. Tuwe na huruma juu ya mayatima. Simama uli kama nasimamia hapa. Mungu awape moyo ya huruma kwa wajane. Mungu awape moyo ya huruma kwa mayatima. Sababu ilikuwa kipaumbele cha Yesu Kristo kuwatengenezea kanisa la mwanzoni. Mnakataa au mnaitika? Someni ninyi wenyewe wakati mitume wanaona kama kanisa la mwanzoni linataka kurudi. Ni kwa sababu huduma ya wajane ilitaka kuchukuliwa vibaya. Kwa Matendo ya Mitume sura 6 mstari wake wa kwanza na kuendelea. Amen. Wakati aliona huduma ya wajane inataka kuzuiliwa na wanaanza kuigawanya vibaya, ndiposa huduma ya nani ikazaliwa? Nisahau na mashemasi. Amen. Kilichosababisha ili huduma ya Baba Pasifike izaliwe ilikuwa ni juu ya kuwahifadhi wajane. Ilikuwa huduma ya mashemasi kwa kanisa la mwanzoni ni sababu wajane walionewa. Ni kwa sababu wajane walionewa.
Mitume wakasema hii ni kipaumbele Yesu alituachia. Alikuwa anahudumia wajane. Na sisi lazima tuwahudumie. Akasema muwachague watu wenye hekima, wenye kujaza Roho Mtakatifu, wasiopenda pesa ya hai. Muwaweke juu ya jambo hili. Tuhakikishe kanisani wajane nao wana heshima yao. Tuhakikishe nao wanajisikia huru makanisani. Na ile huduma wanayogawiwa na wasikie nao wako na amani. Ndiposa wakaleta huduma ya mashirika. Kwa sababu Yesu Kristo alielewa mjane kama simsemee nani atamsemea? Kama simtetee nani mwenye atamtetea? Na sisi jioni ya leo tuko wajane mwa hii dunia hii. Hakuna wa kutusemea kulingana na tulichopoteza. Hatuna wa kututetea kulingana na kilichoenda. Lakini macho ya huruma ya Mungu yenyewe ikiwaangalia leo, ikuone kama mjane mwenye hana wa kusemea, ikuone kama yatima mwenye hana baba. Lakini usiogope, Mungu aliye juu mbinguni atageuka baba yetu. Atatuona jioni ya leo na atakuonea huruma. Na atasema neno na iliyopotea itarudia. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inaniambia Yesu alipomwonea huruma akasogea akafanya tendo, pamoja na macho ya Mungu kuwaona, pamoja na kinywa ya Mungu kusema, lakini na tendo isindikize. Usimame tuombe. Mungu awabariki. Tuna mahitaji mawili. Hitaji ya kwanza ni kuomba Mungu kwa ajili ya siku zilizo mbele yetu. Na tuombe Mungu ushindi. Amen. Na jibe ndio mfilime sasa mwache Mungu.